zangu wanahabari, tumewaita hapa ili kuweza kutoa ufafanuzi kuhusu uteuzi wa wabunge wa viti maalum kujaza nafasi ya wabunge waliovuliwa wanachama kwa tuhuma za kukihujumu na kukisaliti chama. Katika kikao cha Baraza Kuu la Uongozi la Taifa cha tarehe 25 Julai 2015 tuliwateua wagombea ubunge wa viti maalum ambao walipaswa kupangwa kwenye orodha na kisha kuwasilishwa Tume ya Uchaguzi kwa ajili ya uteuzi. Kwa hiyo kikao ambacho kiliteua orodha ya wagombea wa viti maalum kilifanyika Zanzibar na mimi ndio nilokiongoza. Kwa bahati mbaya katibu mkuu hakuwepo kwenye kikao hicho, alikuwa nje ya nchi siku hiyo. Tarehe 28 Septemba 2015 katibu mkuu aliwasilisha Tume ya Uchaguzi orodha ya majina ya wagombea wa ubunge wa viti maalum kwa ajili ya kuteuliwa baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo orodha ya wagombea ubunge viti maalum wa chama cha CUF iliwasilishwa na katibu mkuu, na hii ndio barua yake aloiwasilisha, orodha ya majina mbalimbali na saini yake iko hapa, na orodha ni hii hapa. Na hawa ni wagombea wanaotoka katika maeneo mbalimbali katika wilaya mbalimbali za nchi yetu. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa lilikutana tarehe 23 Julai 2017 kujadili na kutolea maamuzi mapendekezo ya kamati ya maadili na nidhamu ya chama kuhusu tuhuma dhidi ya wanachama 12, wabunge 10 wa viti maalum na madiwani 2. Baraza Kuu liliamua kuwafukuza wanachama wabunge wafuatao kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu na kukihujumu chama: Savelina Silvanus Mwijage, Saumu Heri Sakala, Salma Muhammad Mwasa, Riziki Shahali Mngwali, Raisa Abdalla Musa, Miza Bakari Haji, Khadija Salmu Ali Al-Qasim na Halima Ali Muhammad. Uamuzi huu wa Baraza Kuu uliwasilishwa kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya Spika kutangaza kwamba viti hivyo viko wazi na kwa kuzingatia orodha ya majina ya wanawake yaliyowasilishwa kwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na katibu mkuu wa The Civic United Front CUF, chama cha wananchi, katika barua yake ya tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2015, Baraza Kuu lilipendekeza wafuatao wateuliwe kuwa wabunge wa viti maalum. Wote hawa waliopendekezwa na Baraza Kuu wamo katika orodha iliyopelekwa na katibu mkuu wa chama hiki Maalim Seif Sharif Hamad kwa mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi. Kwa hiyo wote walioteuliwa, hakuna majina mapya yaliyoteuliwa, ni hao hao waliopelekwa mwezi wa Septemba 2015. Kwa hiyo wote tuliowateua kuchukua nafasi za wabunge waliovuliwa wanachama wote wamo katika orodha iliyopelekwa na katibu mkuu. Nao ni Rukia Amil Kasim ambaye anatoka wilaya ya Chake Chake, Shamsia Azizi Mtamba wilaya ya Mtwara mjini, Kisa Hussein Mayeye wilaya ya Kigoma vijijini, Zainabu Mdora Amir wilaya ya Temeke, Hindu Hamisi Mwenda wilaya ya Tabora mjini, Sonia Juma Magogo wilaya ya Handeni, Alfredina Apolinari Kahigi wilaya ya Bukoba vijijini na Nuru Awadhi Bafadhili wilaya ya Tanga mjini. Majina haya ndiyo yaliyopewa kipaumbele na chama kwa hivi sasa. Tume ya Uchaguzi ya Taifa ilitangaza majina hayo
ambayo yanatokana na orodha ya majina ya wagombea wa nafasi wa viti maalum yaliyowasilishwa Tume ya Uchaguzi na Katibu Mkuu wa Chama Maalim Seif Sharif Hamad. Kwa kuzingatia uzito wa jambo lenyewe, barua iliyowasilishwa Tume ya Uchaguzi iliwekwa saini na Mwenyekiti wa Taifa Profesa Ibrahim Abdullah Lipumba na Kaimu Katibu Mkuu Mheshimiwa Magdalena Sakaya, kwa kuzingatia uzito wa swala lenyewe na kanuni za Tume ya Uchaguzi wa Taifa kuhusu uteuzi wa wagombea ubunge. Kwa hiyo, waandishi wa habari, orodha au majina yaliyotangazwa ya viti maalum kujaza nafasi ya wale ambao tuliwavua wanachama ni orodha. Majina hayo yanatokana na orodha iliyopelekwa na Katibu Mkuu Maalim Seif Sharif Hamad kwenye Tume ya Uchaguzi. Hakuna majina mapya ambayo yaliteuliwa nje ya orodha ile. Hii ndio orodha ambayo tumiizingatia kwa sababu taratibu za Tume ya Uchaguzi, orodha unayopeleka ni pale unapeleka kabla ya uchaguzi mkuu kuwa umefanyika, halafu wao wanateua kutoka orodha hiyo. Pakitokea nafasi ya viti maalum, ni ile orodha iliyopelekwa kabla ya uchaguzi mkuu ndiyo inayotumiwa kujaza nafasi hizo. Vyama vinapata fursa ya kutoa mapendekezo kutokana na orodha ile, kwa sababu Tume ya Uchaguzi haiwezi ikajua vipaumbele vya chama, na kama wote ambao wamo katika orodha ile bado ni wanachama wa chama husika. Kwa hiyo tume inawajibika kukiuliza chama kwamba mtupe majina kutokana na orodha ile ambayo mliotuletea kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2015. Sasa tatizo linatokea nini? Kwa nini panakuwa na tatizo, malalamiko? Tatizo ni katibu mkuu wetu. Katibu mkuu anasema hamtambui mwenyekiti, lakini mimi nimechaguliwa na yeye mwaka 2014 na kwa kuzingatia katiba yetu, baada ya kujiuzulu Agosti 2015, kabla mkutano mkuu haujakutana, nilitengua barua yangu ya kujiuzulu, na kwa kuzingatia katiba hii mimi bado ndio mwenyekiti wa chama cha CUF, na mwenyekiti wa chama ndiyo msemaji mkuu na kiongozi mkuu wa chama. Katibu mkuu anapaswa kupokea maelekezo na kuyafanyia kazi toka kwa mwenyekiti wa taifa wa chama. Bosi wake katibu mkuu naye anajua bosi wake katibu mkuu ni mwenyekiti wa chama. Tulipokuwa hapa, hata tunafanya shughuli za kawaida, labda tunapata chakula, maji yakija, katibu mkuu mwenyewe alikuwa anachukulia maji mwenyekiti nawa kwanza. Mimi siwezi kunawa kabla ya mwenyekiti wangu. Ndio alikuwa mwenyekiti, kuwa ndio bosi wake. Na tume ya uchaguzi, msajili wa vyama vya siasa anatambua hivyo. Taarifa aliyoipata msajili ni ile ya uchaguzi wa mwaka 2014, hakupata taarifa nyingine. Katibu mkuu amelalamika, kapeleka kesi mahakamani kwa hati ya dharura. Unapopeleka kesi mahakamani kwamba mimi nalishtaki huyu awe mwenyekiti, unasubiri sasa maamuzi ya mahakama. Kabla mahakama haijafanya maamuzi, hali iliyopo ndio ile inaendelea, na hali iliyopo mwenyekiti ni Profesa Lipumba. Sasa yeye hataki kuja ofisini hapa, hataki kupokea maelekezo yangu. Matokeo yake kwa katiba hii inatueleza, nadhani 109, sijui nani wanaokumbuka nani, 93, inatueleza kwamba katibu mkuu akiwa nje ya nchi
au kwa sababu yoyote ile anashindwa kukamilisha kutekeleza majukumu yake, kwa sababu yoyote ile, kaimu katibu mkuu atakayekuwa kaimu katibu mkuu ni yule naibu katibu mkuu anayemfuata kwa mamlaka, na katiba yetu inaeleza wazi, ikiwa katibu mkuu anatoka upande mmoja wa muungano, naibu katibu mkuu anayemfuata kwa mamlaka ni yule anayetoka upande wa pili wa muungano. Katibu mkuu wetu anatoka Zanzibar. Kwa hiyo naibu katibu mkuu anayemfuata kwa mamlaka ni naibu katibu mkuu anayetoka Tanzania bara, ambaye ni Mama Magdalena Sakaya. Ikiwa katibu mkuu atakaposhindwa kufanya kazi zake kwa sababu yoyote ile, naibu katibu mkuu anayemfuata kwa mamlaka atakuwa kaimu katibu mkuu hadi pale katibu mkuu atakapokuwa tayari kuendelea kutekeleza majukumu yake. Hii ndiyo katiba inavyoeleza. Kwa hiyo katibu mkuu atakapokuja hapa atakusema wakati wowote ule, hata leo akiamua, bwana, yaliyopita basi hapo nilikosea, ama wala sisemi nilikosea, bwana, ninakuja kufanya kazi zangu za ukatibu mkuu, kamkaribisha, ofisi yake iko hapo, wakati wowote aje nimpe maelekezo ya namna ya kujenga chama. Kwa hiyo yeye akija wakati wowote akinieleza na kuja. Lakini sasa uwezi ukakaa unaenda Magomeni unaandika barua, ofisi yetu iko Buguruni na jengo hili tumelinunua, ofisi yake iko Buguruni, aje hapa. Kama hakuja, Mama Sakaya ndiyo atakayekuwa kaimu katibu mkuu, na barua hiyo niliandika muda mrefu, nimemwandikia msajili, nimemwandikia katibu wa bunge, nimeandikia vyombo vyote wajue kwamba wakati huu katibu mkuu hatimizi majukumu yake. Katiba yetu inaelekeza kwamba kaimu katibu mkuu kutoka bara ndiye atakayekuwa kaimu katibu mkuu, naibu katibu mkuu kutoka bara atakuwa kaimu katibu mkuu, na Mama Sakaya nashukuru anatimiza wajibu wake. Na barua ya uteuzi tulioipeleka Tume ya Uchaguzi imewekwa saini na mwenyekiti, imewekwa saini na kaimu katibu mkuu. Kwa hiyo taratibu zote zimefuatwa na tume imezingatia kwamba tumefuata taratibu na kuzingatia majina ambayo yamepelekwa na Maalim Seif Sharif Hamad mwenyewe kwenye tume ya uchaguzi. Ndio wabunge wapya tuliowateua kujaza nafasi za wabunge ambao tumewavua wanachama. Wabunge hao wametokana na orodha ile. Na waandishi wa habari tuelewe, viti maalum kwa kweli, yeyote yule aliyeko katika orodha ambaye amepitishwa na baraza kuu anastahiki kuwa mbunge, bali viti maalum viko vichache, wote hawawezi kuvipata. Sasa ukiwa katika wewe umeteuliwa na chama kuwa mbunge wa kiti maalum, basi ni muhimu ujue kwamba orodha iko kubwa, iko ndefu, uwe na nidhamu. Ukiitwa na chama uweze kufika. Haiwezekani kwamba mbunge wa viti maalum muda wote huji afisi kuu, ukiitwa na viongozi hauji, unaitwa na kamati ya nidhamu na maadili kukuhoji, hautaki kuja. Chama kiweze kubakia hivyo hivyo, lazima tuwe na nidhamu ndani ya chama, na sisi tulifanya maamuzi hayo kwa kuzingatia kwamba lazima ndani ya chama pawepo na nidhamu, na kwamba watu wanaostahili kuwa wabunge wa viti maalum ni wengi, kwa sababu wengi walijitokeza kugombea nafasi hizo na wakapitishwa na baraza kuu, na katibu mkuu akapeleka orodha hiyo kwa tume ya uchaguzi. Kwa hiyo pana wabunge wengi ambao tayari wana sifa za kuwa wabunge wa viti maalum. Ikiwa mtu atakosa nidhamu katika masuala ya chama kinaweza kuamua na atapatikana mbunge mwingine wa kujaza nafasi ya viti maalum. Kwa waheshimiwa
waandishi wa habari, haya ndio tutaka kuyaeleza, mwelewe tu kwamba Tume ya Uchaguzi imefuata taratibu na imezingatia majina yaliyopelekwa na Katibu Mkuu Maalim Seif Sharif Hamad mwezi wa Septemba mwaka 2015 katika kuteua wabunge wa kujaza nafasi zilizokuwa wazi.